Kwa majina naitwa Ephraim Matoo. Mimi ndo mwandishi wa tamthilia ya Nuru. Pia mimi ndo director na pia nimeigiza kama John. Atembele sioni, maji yafika shingoni. Sina nuru usoni, niko moyoni. Atembele sioni, maji yafika shingoni. Nikivaa kofia ya uandishi, vitu ambavyo nilivizingatia au niliviona vikanivutia kuandika ile tamthilia ni matukio mbalimbali ambayo nilikuwa nikiona katika jamii ya maisha ambayo tunaishi kila siku, simulizi ambazo nilikuwa nikizipata. Mimi ni mtu pia wa kukaa sana na watu. Mimi kusema ukweli, ukiniangalia kwa haraka haraka kama hujanizoea utaniona kama ni mtu fulani mkimya sana. Lakini kwa watu walionizoea wanajua mimi ni muongeaji sana na pia ni msikilizaji sana. Napenda story kuliko kitu chochote. Mimi mali nitapokata kama mtu sijazoeana naye sana, tatafuta tu namna tutaanza kupiga story. Kwa hiyo na visa vingi nakuwa navipata kila wakati, kila siku inapopita ambavyo vinakuwa ndani ya akili yangu. Nilikuwa mfuatiliaji wa kazi moja hivi ya rafiki yangu anaitwa Abdul Usanga. Kwa hiyo wakati ule nilikuwa nikiangalia ile kazi, kuna vitu nikawa naviadmire, navipenda na ninavifurahia sana. So nikawa najaribu kumwonyesha producer yangu, hivi unaonaje hichi kitu hapa? Akawa anasema jamaa anajua sana. Kwa hiyo kuanzia pale nikasema lakini nitachanganya matukio, nitajaribu kuangalia tunafanya nini. Kwa hiyo pale nikaanza kuiandika tamthilia ya Nuru na nashukuru Mungu kwamba imepokelewa sana na imefanya vizuri. Kitu ambacho naweza nikasema ambacho kimefaulu kwenye Nuru ni upangiliaji wa wahusika, kwamba wameendana na husika zao. Kikubwa ambacho cha kwanza kabisa nachukua na kifikiria kwa mtu ni uwezo wake wa kuigiza. Naangalia potential, yani vile vitu vya ziada ambavyo yeye amejaliwa au alivyonavyo. Pia nazingatia namna ya kuna tabia za binadamu ambazo niseme tu ni vigumu kuzibadilisha kwa mtu. Kwa hiyo napoenda kuitengeneza ile husika yake wakati napoiandika, na iangalia katika namna ambapo yeye atakuwa na wepesi wa kuivaa ile husika. Sitaki kumpa ugumu kwenye ile husika. Ndio maana hata kama unakuta ni mtu unaweza ukakuta kitu ukikiweka kwa karakta mmoja kinaweza kikakuchekesha, alafu kwa mwingine kinakuwa ni jambo lake tu. Kwa mfano naweza nikakwambia labda kama mmemwangalia bibi yetu Biana anakimbizwa na polisi. Unaona? Biana! Mbona unaniacha? Wewe, kibabu mbona unaniacha? Polisi ajikuta anatembea badala ya kukimbia. Lakini Biana angekuwa ni dada anakimbia speed, mimi sioni kama ungeona kitu cha ajabu pale. Polisi angekimbiwa tu na asingemuona. Napenda sana kuandika script nikiwa nyumbani. Sasa kuna wakati naweza nikawa naandika hivi, watu wa familia wanakuwepo pale, mke wangu. Yaani naweza nikaandika mimi mwenyewe ndo natunga pale, afu nacheka. Unaona? Kwa sababu wale husika wangu tayari ninao kichwani. Kwa hiyo najua bisa hapa Biana atafanya nini, Adrian atafanya kitu gani, fulani atafanya nini, au Ronald na Rita ndoa yao ile. Kama nakumbuka pia scene ya Rita anamwambia Ronald, bwana situwe masela bwana. Unaona sasa? Umetoka wapi? Naongea na wewe Rita, umetoka wapi saa hizi? Hivi kumbe unaongea na mimi? Kwa mimi naongea na nani hapa? Naongea na haya makochi ambayo nilokalia ama nini? No, shida sio hiyo. Yaani shida ni kwamba unaniuliza hilo swali wewe kama nani? Mimi nakuuliza swali kama mumeo ambaye nilokuoa. Bro, ukitaka huu mwaka tukuzike mapema, eka kwenye akili yako kwamba mimi ni mkeo, au anza kunifuatilia sio nimetoka wapi sio nimeenda wapi. Bro, utoboi. Unasemaje Rita? Na kuambia, yani sasa hivi ukitaka uenjoy maisha na urelax,
Yaani tutaishi humu ndani kama wale masela yani. Yaani zile za, "Oe mwanangu vipi? Nishaivisha dongo, toa mboga basi." "Oe mwanangu vipi? Ndo nisharudi magetoni za hivyo." Yaani tukiishi hivyo, mbona fresh mwanangu? Yaani utaenjoy. Ukinifuatilia, "Rita umetoka wapi? Sijui unaenda wapi, umerudi wapi?" Kama nilivyokuambia, hutoboi. Fresh basi mwanangu, mimi niko ndichi ndani. Ni vitu fulani hivi ambavyo hata nakumbuka tu ukimwadisia hivi mke wangu, hebu wife usikize hichi hapa. Yaani yeye mwenyewe tu anacheka hata tujashuti hakijaonekana. Kwa hiyo nashukuru hizo comedy pia zimepokelewa na watu wamekuwa ni sehemu ya kuwafurahisha pia. Kwa kunaelimisha kwa style hiyo pia ya kuchekesha. Nadhani pia ujumbe unafika kirahisi zaidi. Au unasemaje? Oi. Fresh? Ngegwara. Nipe 5. Oi mwanangu. Basi fresh. Rita. Haukalewa. Katika siku moja ngumu sana ambayo naikumbuka vizuri sana ya shooting. Nakumbuka ilikuwa tuna pressure sana ya kutuma vipindi. Alafu ikawa ni kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa vimeshatuchelewesha sana hapa katika kushoot. Kwa hiyo siku tukawa tuko kwenye kipengele cha kushoot scene fulani za mwisho ili kukamilisha sasa vile vipindi ambavyo vitumwe. Nakumbuka ni scene ambayo Rita ameenda kuvamia nyumbani kwa kina Naomi. Alafu wakapigana pale. Juliana akaja akawatenganisha. Unamtaka mume wangu? Unasemaje Rita? Nitakubamiza, Yaani ile scene nakumbuka tumeishoot wako ndo wanapigana umeme ukakatika. Toka hapa na wewe. Hivi unafikiri kwa sababu uko kwani ndo nakuogopa? Subiri na nifunze na hebu niache. Acha niache kwanza. Rita wewe ni mshenzi sana wewe. Mama yangu anawezesha maisha kwa ofisini. Alafu na oga. Niache. Wewe nini? Wewe babako mimi ndo namuogopa. Namuogopa mimi babako. Anatusaidia nini na tunamfanyia kazi na tulipa mshahara? Kama kukusaidia angekusaidia wewe mtoto wake ambaye huna akili. Na bado tulikuwa na scene nyingine za kumalizia kwenye ile nyumba. Ile nyumba ina generator. Ile generator tulikaa kama masaa 2 likagoma kufanya kazi. Tukatoka tukaenda sehemu ambayo tulienda kuwazima generator, tukaambiwa ile generator la kuwazima nalo limeshachukuliwa liko sijui wapi. Nakumbuka usiku watu tulikaa mpaka saa 8 za usiku, saa 9 za usiku. Generator lilifatwa yani mbali mno na usafiri, likajazwa mafuta, likalipiwa. Yani lilivyofika nakumbuka kabisa likafika tu. Yani ile mimi naingia hivi generator linawashwa hivi. Nyumba zote za jirani zinawaka umeme umerudi. Kwa ile generator sasa tukao lirudishwe. Hiyo siku sitaka nisahau. Kwanza iliniuma sana. Na pale kukawa hata makubaliano ya kushuti pale akawa tena tumeenda tofauti kwa namna fulani. Kukawa kuna yani sitasahau hiyo siku ilikuwa ngumu sana. Yani nilikuwa naumia afu ni mbali sana na maeneo ambayo wasanii wanaishi na mimi mwenyewe. Ni siku ambayo ilikuwa ngumu, sitasahau. Kuna baadhi ya scene ambazo zilikuwa tu zinahitaji kutumia akili. Ila siwezi kuweka sana kama ni ugumu. Ni kama scene za kuconnect mapacha. Kuna mawazo ambayo unakuta wakati mwingine unayataka yatokee kama unavyotaka. Kwa hiyo yanahitaji time. Na pia hata wakati mimi nakumbuka katika kitu kimoja ambacho siwezi kukisahau, wakati tunafanya scene ya mapacha, waigizaji walikuwa wanaona kama ni mchezo fulani tu pale. Yaani kwa sababu wao wenyewe walikuwa surprise walipokuja kuona ile product ilivyotoka. Njoo simame. Huyu ni huyu na mimi huyu hapa.
Kwa wakati sisi tunashuti ulikuwa unaona kama tunacheza. Yaani tena wengine kuna wakati wakasema jamani, mbona mnatumia muda mrefu sana? Director hivi na hivi, unaona. Nikamwambia nyinyi mtakuja kuelewa tu. Na nadhani labda kwa sababu hawakuziona sana hizo zimefanyika. Lakini baadaye walipokuja kuona, kusema ukweli, simu wenyewe walipiga simu kwangu, bwana tulikuwa tuelewi pale. Tukua kumbe ilikuwa vile. Nakuomba unisamehe. Nisamehe sana mke wangu. Nakuomba. Sitaweza kurudia tena. Kwani mke wangu ni nani hapa kati yenu sasa? Alice, asante sana kwa kujitoa kwa ajili yangu. Rita, mke wangu, nakuomba unisamehe. Uoni kama naongea na mgeni wangu au? Ndio. Sawa. Kuweza kufanya hivi vitu vyote vitatu na kuvimudu, uandishi, kudirect na kuigiza, na kuvimudu hivi vyote vitatu. Kwanza kinachohitajika cha kwanza ni passion. Yaani lazima kwanza upende sana hichi kitu ambacho unakifanya. Yaani ukikipenda sana unaweza. Kwa hiyo mimi cha kwanza napenda sana kuandika. Sana. Alafu napenda sana kudirect, alafu napenda sana kuigiza. Kwa hiyo ina maana vinavyokuja hivi vitu kwangu, mimi vinatoka pia kuwa kazi, vinakuwa ni hobby. Ikija kwenye swala kudirect, muda wote najifunza, napenda kujifunza, kulearn, na pia sio tu kujifunza mwenyewe, napenda pia kuifundisha timu yangu yale mambo ambayo mimi nakuwa nimejifunza. Na wao huwa sio wachoyo kwangu. Kwa hiyo huwa tunashare sana mawazo. Na ndio kitu ambacho kinatufanya tuna uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo mengi afu tukiwa watu wachache, na wakati mwingine kwenye mazingira magumu sana. Kuna watu wanatupita mabarabarani, watu wa Nuru usiku wa manane huko matuko tunapangana huko na kushuti. Ni passion tu ile iliyoko ndani yetu. Waigizaji nao wana passion kubwa sana. Kwa hata mimi nawaambia watu wanaoingia kwenye hii kazi, uwe muigizaji, uwe mwandishi, uwe director, usiingie huko kwa lengo tu kwamba mimi natafuta kupiga hela. Hii kazi unaweza ukaichukia. Ingia kwanza unapenda hichi kitu. Unaona, hao watazamaji hivi ambao wanaviona kwetu ni kwa sababu pia tunavitoa kwa moyo. Tunavitoa kutoka ndani yetu kabisa yani. Baada ya passion ni team. Naweza kumudu haya yote kwa sababu ya kuwa na timu bora. Na timu ambayo nina washauri wazuri. Kwanza naanza na mtu mmoja ambaye ni mtu wa muhimu sana. Na ndo mtu wangu ambaye tupo kila siku, kila wakati. Haya mawazo yote yanayotoka, tunajenga, tunaumiza vichwa, tunakesha, yani tunateseka sana. Huyu ni producer wangu, anaitwa Nafsi. So hata tunapopata time ya kukaa naye kwa muda mfupi unakuta unaondoka na vitu vingi sana. Timu yote ambao pia iko chini yangu ni watu ambao pia wana passion kubwa sana ya kazi. Alafu pia ni watu ambao wako tayari kujifunza kila siku na kila saa. Na hicho ndo kinachotusaidia sana kujifunza. Yaani hicho ndo kitu. Mimi naona hiyo ndo power kubwa sana ya kufanya kila siku kubadilika, kila siku kuwa mpya. Kwa sababu hata hii Nuru inaosifiwa sasa hivi, tunatakiwa tuwaze ni kitu gani tutakifanya tena baadaye. Naona tuwe wapesi sana wa kujifunza kila wakati. Tusistick sana kwamba hapa ndo tumefika sehemu ambapo ndo tayari, hapana. Bado tunahitaji kuwapa watu vitu vingi sana, yani vinatakiwa vitoke ndani yetu. Nachoshukuru ni kwamba ndani ya timu ambayo nimekuwa nayo ni watu ambao sio wageni kwangu. Katika kazi ambazo tumefanya ndogo huku kule tumepambana. Kwa hiyo tumejikuta tu tumematch. Kwenye hii tamthilia pia bwana, mimi nimekuwa kama nimeigiza kama bwana John. John kwanza wazo la mimi mwenyewe kuigiza lilikuwa kidogo lina utata. Ubishi fulani hivi ulikuwepo kwamba bwana nakumbuka hata waigizaji wenyewe walikuwa wanasema, kwa sababu kipindi ambacho nilikuwa nagawa script, waigizaji walikuwa wanauliza zile character kwa sababu walikuwa wanavutiwa na ile script wakisoma. Kwa hiyo atakupigia, kwa hapa fulani atacheza nani? Hapa atacheza nani? Mbona hapa atacheza? Safi. Sasa ikija kwenye sehemu ambayo anacheza John, iko waigizaji, director ungekaa nyuma tu bwana. Yaani unaona ungeendelea kukaa nyuma tu kwa sababu sasa ukija mbele huku tutakosa kitu kizuri. Lakini sasa mimi kitu ambacho nikawa na imani kwamba John inaweza kuicheza ni kwa sababu nilikuwa naiamini timu. Yaani timu ambayo niko nayo. Lakini kama ningekuwa siamini timu basi singeigiza. Kwa sababu nilikuwa naamini kabisa timu yangu mimi ni timu ambayo tayari tumeshajua tunataka nini. Yaani ile connection ni kubwa mno. Kwa hiyo kile ninachokifanya mimi ni mawazo karibia ya wote pale. Tayari tunayo yani.
tuko pale. Kwa hiyo nikajua hata nikiigiza tunaendelea, tuna direct humo kila kitu kitafanyika. Kwa hiyo so nilipoanza kuigiza John ni character ambayo kusema ukweli ile character imenipa matatizo kidogo. Character ya John ni kijana ambaye mapenzi kidogo yalimpasua, ila anaamua yakomoe. Unaona? Sasa mapenzi huwezi kuyakomoa. Wewe kwanza ni kitu cha kwanza, yatakukomoa tu siku ya mwisho. Sasa mtoto mbona kaunguza mchezo hivi? Na hizi dawa nilizokunywa hizi mbona nimejichanganya? Hizi mbona itakuwa balaa. Hapa inabidi nifanye jambo hapo. Kwa hiyo John sasa amerudi kwenye kukomolewa. Inafikia hatua sasa anapotaka kuwa sawa tena, anakuwa ule ujinga wake kama tayari umeshamvaa. Tunasema kwamba imeshakuwa tabia tena sasa. Kutoka kwenye kukomoa inakuwa tabia sasa. Unaanza kumuona kila mwanamke kama anafanana na yale matukio, kwa sababu kwanza niseme tu kitu kimoja, unapokuwa na tabia za kihuni, kitu cha kwanza unachokuwa nacho ni kwamba unatembea na wanawake wahuni. Kwa hiyo unapotembea na wewe ni muhuni, utakutana na wanawake wahuni. Kwa hiyo kama utakutana na wanawake wahuni, utaamini kwamba wanawake wote ni wahuni. Hiyo ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho kimemkuta Bwana John. Kwa hiyo utapokutana tena mwanamke ambaye sio muhuni, utajikuta unamuumiza kwa kumuona tu ni muhuni kama wale uliowazoea wewe kukutana nao kila siku wahuni. Sasa mimi nilikuwa nafikiria, unajua hapa nyuma hapa kuna lodge moja nzuri sana. Yaani sehemu ambayo inatufaa. Yaani inatufaa sana kwamba kama tukimaliza hapa juice tunaweza tukumtumia usiku wa leo. Alafu tukaenjoy. Na mimi najua utanifurahia sana. Mimi ni mwanaume kijali kweli. Kwa hata anapotaka kurudi kwenye kupona bado anakuwa mjinga tu. Anakuwa haelewi hata anachokitaka. So, ile character nilipoanza kuicheza nakumbuka mara ya kwanza familia upande wa mke wangu mwenyewe mimi walikuwa wanaisubiria kwa hamu sana kuiona. Ila kusema ukweli ilipofika kile kipande cha Bwana John ni kama ilitaka kukatiwa tamaa. Wana kukawa na zile kwamba sasa mume wako amejichagulia nini hapo? Sasa kibaya zaidi ni kwamba kilichokuwa kinaongelewa kuanzia mwanzo wakati kazi inaanza kutoka ni kwamba yeye ndo bosi wa kazi. Kwa kama ni bosi, yeye ndo anaamua acheze wapi. Yaani sio kwamba hilo jambo kapangiwa. Kwa hiyo kukawa na hiyo comment kwamba yeye ndo ameamua acheze hapa. Yaani kwa upande wa ukweni shughuli, upande wa familia na hawaelewi. Ungecheza zingine. Mbona pale kulikuwa na nyingi nzuri ambazo tungekuwa hata tukikaa sebleni tunakufurahia. Lakini nikipokea kwa upande wa mashabiki sasa, mwanangu John ni kiboko. Sasa huyu kiboko wako unanipotosha mimi. Utanioa? Lazima nikuoe. Utanioa? Mimi nitamuoa nani? Kwa the end of the day sasa hivi wife anakaa anaangalia series. Yaani baada ya episode ya ngapi kwenda kwanza kumbe hii ni tabia. Ni mtu tu ambaye anakuwa hivi, yuko hivi, amevurugwa na hiki, anaendelea hivi. Lakini ile siku ambayo ameonekana sini ya mwanafunzi, John anaingiza mwanafunzi, sijui John ana heshima ya ndoa, ile siku kiliwaka. Ile tamthilia hii pale ilikuwa siku ngumu sana kwangu. Jirani, huyu mpwa wangu, mtoto wa dada yangu kabisa. Sio kweli. Hamna simu ilikuwa inakuja ina raha hata moja. Yaani za kupongezwa ni zile za watu tu ambao ni wa huku kwenye upande wa crew au nani, lakini wale ya ndugu familia, umejichagulia nini hiki? Kwa hiyo niwape moyo pia nani wa hiyo pia naiona nimeivaa ili pia kuwasaidia hata waigizaji wachanga au ambao wanakuja. Usiogope character. Lakini angalia tu mwishoni au mbeleni inataka tu kuportray nini. Kwa sababu kuna character kweli, kuna aina za kazi za sanaa ambazo zinakuja kwa lengo la upotoshaji. Hatuwezi kukataa kwamba hizo hazipo. Lakini niahidi tu kwamba Nuru haitokuwa kazi ya kupotosha. Target yetu sisi ni kuelimisha kabisa na itakuwa hivyo mpaka tunaimaliza mbeleni huko. Kwa wale wahusika wangu wote jamani, msiwachukie huko barabarani. Mimi mwenyewe msinichukie. Mimi ni John kwenye tamthilia, lakini ni Ephraim Mato kwenye maisha ya kila siku. Msimu mpya wa Nuru bwana, naweza nikasema kwamba ni kama tulikuwa tunapanda mlima hivi sasa tunaendelea. Yaani tunapanda zaidi. Tunaenda juu. Kwa sababu sisi tunapotafuta ni kufika kule kileleni kule. Kwa hiyo kama ni drama, kwanza niwaambie wahusika wetu ni wale. Ila tumeongeza baadhi ya wahusika wapya ambao wengine mmeshawazoea ni wakongwe.
ushaonekana kwenye kazi nyingi na wamefanya vizuri sana. Tumeongeza kuongeza ile nguvu na ile chachu ya kazi. Kwa hiyo kama tulikuwa msimu wa kwanza unaona kuna kitu tumekifanya kwa udogo fulani, basi wewe msimu wa pili tegemea pakubwa zaidi. Hicho ndio kitu ambacho tunawaahidi tu. Na kama nilivyosema kuanzia mwanzo, hadithi yetu haitaacha kufundisha, kutoa mafunzo. Sisi hatutopotosha jamii. Na naamini hilo ndo lengo pia hata la maproducer wenzetu, na kazi zetu zote za sanaa ambazo tunazifanya hapa ni kwa ajili ya kuelimisha jamii, kuburudisha na kuwafurahisha watu. Msimu wa pili. Msimu wa pili sijui niseme nini yani. Hebu ufuatilie. Hebu ufuatilie. Msimu wa pili ukianza usije ukaukosa. Usije ukanilaumu bwana. Ni noma.